Naonyeshwa Biblia, meza na kiti na peni. Sasa nasema hivi vitu ni nini? Najitahidi kufunga na kuomba, lakini naonyeshwa Biblia, meza, kiti na peni. Kikweli maisha bado yakaendelea kwenda mwisho, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Nakumbuka nimefika pale nikiwa mwaka 2011. Na nikajikuta ikafika sasa mwaka 2017. Yaani ni bora hata mtu ambaye anayefanya kazi ya kuuza karanga anasema atakuwa na mabadiliko. Lakini mimi hali ilizidi kuwa mbaya, ndugu mtangazaji. Nyumbani kuna kiapo, yani hata kama nife bora nife mjini, nipelekwe kule maiti. Lakini nisema sitarudi. Kwa hiyo 2011 mpaka 17 bado uko kwa huyo mama. Niko kwa huyo mama. Na hukuona mabadiliko yote yaliyotokea kwa huyo mama toka ulipoanza mwanzo mpaka? Yaani kwa habari ya maendeleo hakukuwa na mabadiliko, ila hali ya kuishi pale ilianza kubadilika, kama watu walianza kunichoka. Ilifika mahali sikazi ishi kama mfanyakazi, naishi kama ndugu, lakini watu wakawa bado wananichoka. Kwa sababu nilipewa fursa sasa ya kujitafutia, ila kukaa bure, kula bure. Lakini unapofika mahali unaweza kupewa promise ya kwenda kufanya kazi fulani. Bwana kuna kazi fulani ya kwenda kupaka glisi sehemu fulani, kwa sababu ni mjuzi kidogo wa fundi ni mtundu. Hasa unaweza kusema saa 11 unakurupuka nyumbani kwa watu, hujafanya nini, kwa hiyo kirudi unakuta shida nyumbani. Kwa hiyo maisha yakaendelea. Sasa mwaka 2017 nikabidi nijilazimishe nijiunge na bodaboda. Wakati huo nasali niko kanisa la Efata. Wakati huo na ni ashazi kanisani. Ashazi ni wale tusende, wengine wanasema ni mashemasi, labda ni wafafanulie vizuri mashemasi. Wakati huo ni ashazi kanisani, nikajiunga na bodaboda. Ndugu mtangazaji, pikipiki yangu ya kwanza napata bodaboda. Siku ya kwanza napata bodaboda, pikipiki fulani Fecod. Ile pikipiki siku ya kwanza naipata ni pikipiki ile yani haiwaki bila mpaka upige kiki. Kila siku asubuhi naamka, kwanza changamoto ya kwanza ile naamka na pikipiki, tunatoka barabarani unakutana na beba mkaa anatoka zake Bongo, anakuja zake baada ya Mlandizi huko au wapi sijuje, au Bawani kuja kutafuta mikaa, kavunjika mguu. Yaani wewe ndio wa kwanza kumshuhudia. Alafu wewe ndio unaingia kwenye kazi ya bodaboda. Yaani hasa kile kitendo kinaniasili. Nikifika kijiweni wakati huo, jana usikute nimelala na 10,000 tu. Bosi 7,000, mimi mwenyewe 3,000. Kwa hiyo nibaki na 3,000. Nyumbani nakula bure, ndugu mtangazaji. Hata ndala hapo mpya sina. Nguo mpya sina. 3,000 tanulia nini? Nafika kijiweni pale asubuhi, inabidi ninunue chai buku. Sasa ukifika pale asubuhi tu utakuta sprocket ya pikipiki imekatika. Tairi pancha. Kuunga pale atakwambia buku, pancha pale atakwambia zaidi ya 2,000. Kwa ile 3,000 iliyolala jana. Ile 3,000 iliyolala jana lazima iishe asubuhi. Kwa hiyo naanza kazi tena ya kusaka mpya, kumsakia bosi, kusakia pikipiki sprocket na pancha. Maisha yangu yakawa ni hivyo. Kila siku ile pikipiki, baadaye pakapatikana msiba pale nyumbani, bibi mzaule baba alifariki. Nikasema bora pikipiki nirudishe, lakini maisha nikasema nitafanya kazi gani? Nikapata muujiza wa pikipiki mpya nyingine nikapata, lakini hakuna maisha yaliyobadilika. Naweza nikajitahidi siku hiyo nikapata shilingi 20,000. Ile 20,000 nitampa bosi shilingi 7,000, alafu ndani nitaweka akiba shilingi 10,000 karibia na 3 hapo. Labda nikitumia 3,000 itabaki 10,000. Lakini ndugu watangazaji, kesho yake sengine nisipigi hata kichwa kimoja, imradi ile 10,000 ipungue. Sasa naweza nikajipoteza ndani ya miezi 2. Yaani hapo nimeshachenguka, nikasema hapa Mungu namweka pembeni. Maana kama kuomba nimeomba sana. Nikisema nirudi kwa Mungu nifunge na kuomba, naonyeshwa peni, daftari, meza na Biblia. Sasa hivi nini? Naachana nako natoka. Siku moja nikiwa kwenye pikipiki, tukiwa kwenye pikipiki moja na kijana mmoja, lakini bosi mmoja. Kabla kuendelea. Hiyo kusema kwamba ukiamua achana na Mungu unaachanaje na Mungu? Yaani nikasema kwamba hapa sasa kama imani
nimemwamini Mungu sana, nimemuomba sana, nimefundishwa kuomba sana, nikaamini wokovu, nikiokoka ndo mambo yatakaa naishi. Sasa siendi kanisani, siendi popote pale. Mimi nategemea akili yangu, ndio nilichoamua. Na pia umesema kwamba ulikuwa ukifunga unaonyeshwa meza, kalamu, Biblia na kiti. Je, na umesema ulikuwa unasali Efata. Kwa kipindi chote ulichokuwa unasali Efata, ukupata ufahamu wa kusema labda nikamuulize labda mchungaji, mbona nikiomba inatokea 1 2 3, akupe maana ya ulichokuwa unakiona? Labda nataka nirudi nyuma kidogo hapo wakati nipo kanisani. Nataka nirudi nyuma kidogo wakati nakanyaga kwenye lile kanisa mara ya kwanza, ile siku ya mkesha ule wa sifa. Ile siku nakanyaga yule mtumishi kwa sababu sikuelewa. Alivyoniona katika watu wote wanaombewa, mimi akaja kwangu, hakunipiga pepo, hakunipiga chochote. Alikuja na mafuta kwenye bakuli, akamimina mafuta ya upako, anointing. Akamimina kwenye kichwa changu, akasema Bwana amenituma nikupake mafuta ya utumishi, kwamba ni mtumishi wetu. Sasa mimi sielewi masuala ya utumishi nini. Najua kwamba utumishi mpaka uende seminari ukasome niwe padri. Ndio kwenye akili yangu nilikuwa hivyo. Kwa hiyo nilikuwa hata nikimfuata nikimuelezea, bwana ananiambia mimi nilipita zaidi ya wewe, kwa hiyo wewe ni mapito. Kwa hiyo alikuwa anaona kabisa, ananiambia yani mimi ni zaidi ya wewe. Kwa hiyo mimi nikaona kwamba kumbe ndo asubuhi. Kwa hiyo mbona asubuhi? Sasa nikasema huyu mtumishi vipi? Mbona kama anaendelea kunikandamiza? Kwa hiyo nilifika mahali nilienda kwake nikaanza sasa anitii moyo, wala aniambia atanisaidiaje, bali ndio ananiambia mbona ndo mwanzo. Ilibidi nikae pembeni, ndugu mtangazaji. Kikweli hiyo siku ambayo tulikuwa na rafiki yangu ambaye tunatumia pikipiki ya bosi mmoja, hiyo siku tulikawa ni siku kuu ya Pasaka mwaka 2017 mwezi wa 4. Jumatatu sasa ya Pasaka. Jumatatu ya Pasaka yule kijana ilikuwa usiku, nikamwambia bwana leo mbona siku ya sikukuu kuna biashara sana ya kupiga, tunaua mbu. Bodaboda wanasema wanaua mbu. Leo nataka tuue mbu, lakini ilipofika saa 2 mimi nikasikia usingizi na roho inaniambia rudi nyumbani. Nikamwambia rafiki yangu mimi narudi nyumbani, mbona unachoka mapema? Akasema mimi naua mbu. Nikamwambia basi sawa. Ila wakati natoka kuna sauti inaniambia mwambie hivi, chukua hiyo pikipiki yake uiendeshe wewe, alafu wewe mbe pikipiki yake akusindikiza mpaka nyumbani. Na mimi nikafanya hivyo, tukafika kweli mpaka nyumbani pale, watu wa nyumbani wakaona bwana lama basi sawa, kesho akaondoka. Akaniambia naomba kesho asubuhi nisaidie kuniamsha. Bwana ile tuna asubuhi saa 11 kumekucha, napiga simu. Ndugu watangazaji, napiga simu, anapokea kaka yake. Ananiambia bwana hebu fanya haraka uwahi Tumbi hospitali. Tumbi hospitali ipo mkoa Pwani. Tumbi hospitali, bwana Lama yuko hapa mahututi toka jana, hajielewi. Nini njoo huko? Yaani pale ndugu mtangazaji, nilitoka na pensi. Nilipiga kiki vile nilitoka pale piga kiki haraka, maana pikipiki ilikuwa inalala nje. Kwa ile baridi mpaka beti, kumbe nikapiga kiki pale washa, nikafika hospitali. Kufika pale hospitali, ndugu mtangazaji, afika pale ile na kanyaga, yule kijana wa kwanza ndo anafika, ndo anafumbua macho kwa mara ya kwanza, ndo ananiona mimi. Akauliza huyu ni nani? Anataja huyu ni Telephone. Kumbe hajapoteza fahamu. Kufika pale nakuta bandage umemzungushia kichwa kizima. Nauliza chanzo nini? Anasema jana wakati saa 3 tu mapema. Kumbe mimi nilipotoka saa 2 aliporudi akapata kichwa cha kijana mwenzake. Yule kijana alikuwa ni mdogo. Kipindi hicho alikuwa na miaka kama 17, 16. Akasema akapata kichwa cha kijana mwenzake. Unajua kipindi cha sikukuu watu wengi umjui mbaya nani wala mzuri. Akaona yeye mdogo mwenzangu, akamwambia nipeleke sehemu fulani panaitwa Sofu. Sasa Sofu hiyo kuna poli unalipita mpaka ukafikie. Poli kubwa sana. Kikweli kufika kule. Akafika maeneo fulani pa poli, akamwambia wewe simama kidogo. Yule kidogo akasimama kidogo, mzaka akataka kukojoa. Akajifanya kama anataka kukojoa, ghafla akavunja clutch, mkono wa clutch wa kushoto pap, akamchoma nayo kwenye paji la uso. Naelezo ile kijana sema akanichoma nayo kwenye paji la uso. Hata ile kijana kwa sababu alikuwa ni mtu mmoja wa Tabora, ni Mnyamwezi. Alikuwa ni mtu ambaye kijana mdogo lakini ni mwenye nguvu. Ana kimwili kidogo, alikuwa na mwenye nguvu. Akajitahidi pale akiwa juu ya pikipiki, akamsukuma. Pikipiki ikiwa ijazima akatia gia vile jinsi Mungu alivyomsaidia. Akageuza pale akaondoka. Lakini wakati huo ana clutch hapa.
ile clutch imezama kwenye paji la uso. Kituo cha kwanza anatoka huko Sofu, kituo cha bodaboda kilikuwa kinaitwa Picha Ndege. Ni nyumbani kwa kaka yake. Anafika pale lama nini, unaona kitu hapa, damu, pikipiki imeloa damu tupu. Afu mtu anaanguka, ndo akampeleka hospitali. Baada ya kuzinduka ndo yule kijana akawa anaeleza akasema kumbe kumbukumbu zake hajapoteza. Sasa daktari wa pale tumbi angalia na wewe, lakini bado amekaa sawa, bado ufahamu wake ukaonekana kwamba damu imegandia. Lakini hiyo yote ikawa ni changamoto. Sasa mimi nikasema sasa kama yule amepigwa chuma, sasa mimi si ndo nitapigwa na mimi na mikosi yangu hizi ndo nitachinjwa kabisa. Ndugu mtangazaji, mimi ndio nikawa mwanzo kuacha kazi ya bodaboda. Nikasema liwalo na liwe. Nikaacha kazi ya bodaboda. Baada ya hapo sasa ningesema sasa nitafanya kazi gani? Kiukweli ndugu mtangazaji, nikaingiliwa na akili nyingine tena potofu. Akili nyingine ikaniingia kwenye akili yangu. Sasa wewe umemwamini Mungu kwa miaka yote. Sasa kwa nini leo hii unateseka namna hii? Kabla hujaacha hiyo kazi ya bodaboda, umesema ile siku ya Pasaka ukapata usingizi. Yaani kuna roho ikawa na kusukuma urudi nyumbani. Je, umeona mwenzako amepata changamoto ile? Je, mpaka umeacha kazi ya bodaboda, kitu gani ambacho wewe umejifunza katika ile kazi ya bodaboda? Au kitu gani umejifunza ambacho unaweza kusema kumshuhudia mtu kumwambia nimepitia 1 2 3, Mungu kanifanyia 1 2 3? Kwa sababu sio watu wote ambao wanaweza wakapata unajua ile kitu ambacho labda tuseme ni ajali, umepanga kupata ajali, lakini ikawa fulani anakuambia baba usiende sehemu fulani. Je, ni kitu gani ambacho wewe umejifunza, yani ile wapata usiende lakini ni siku ya Pasaka ambayo ndio ulikuwa umedhamiria wewe kupata pesa? Kiukweli nilichojifunza ni kumtii Roho Mtakatifu. Nilikuwa nikiepushwa sana na sauti ya Roho Mtakatifu. Wakati mimi kipindi hicho nimeshakengeuka, lakini Roho Mtakatifu alikuwa akisema sana na mimi. Kwa sababu hivi jiulize, siku ile ningekaidi ile sauti ningesema sina hela leo ni uwe mbu. Hivi na mimi sengine kile kitu kilipangiwa kwangu usikute. Ndio maana kijana ajafa usikute ile kisasi kile sikute kilikuwa changu mimi. Sababu pikipiki zini rangi cover moja zinafanana. Kwa hiyo ninachosema kwamba nilijifunza kumtii Roho Mtakatifu. Na sio kwamba kazi ya bodaboda ni hatari, hapana. Wapo watu tunakaa nao hapo kijiweni, mtu anapiga 30 na muone 40 anaona muone. Ila ile kazi unahitaji Mungu. Kazi ya bodaboda anahitajika Mungu. Kwa sababu bodi lako ni mwili. Yaani kidogo, yaani nataka nikwambie kitu kimoja, sio kwamba anayepepeza ndo anaweza kuvunjika mguu, ndugu mtangazaji. Hata utembee na spidi 20. Hata utembee na spidi 20. Kama umebeba mzigo, ile pikipiki ikikulalia tu mguu una. Unaelewa? Kwa hiyo ile kazi unahitaji Mungu. Sasa unaona kabisa kuna mwenzako mwingine ni mganga. Sasa unaona kabisa jinsi anavyofanya uchawi pale. Utakuta anakuja kazini pale, unakuta anakunywa maji, kama anakunywa afa anajana na mwaga eneo ambalo anapaki, na hakuna mtu ambaye anaweza kukubalia apaki pale pikipiki. Sasa wapo wenzako wanalala makaburini kwa ajili ya kazi ile. Hasa kama Mungu umtafute kweli. Lakini sasa wale wenzangu na mimi ambao wapo wanasema bangi kwanza hajulikani kanisani wala msikitini wala kwa shetani, ndio wake kinatukuta vile. Kwa sababu hapo kuna kijana mmoja nilikuta shuhuda alipata ajali, yani yeye kawaida yake karibia ajali ya 6 anapasuka kichwa anashona watu. Sasa mpaka nikasema hivi huyu mtu kwa nini anaendelea hii kazi? Lakini yupo bangi sana. Kwa hiyo nataka niombe kitu kimoja katika kazi ya bodaboda. Kazi ya bodaboda ni nzuri kwa sababu ni kazi ambayo unajiajiri, kama ukikaa vizuri unaweza kujiajiri mwenyewe. Alafu pia unahitajika Mungu. Kwa hiyo nataka niseme baada ya hapo niliacha kazi ya bodaboda. Nikaona sasa huku nitaenda kufa. Nikamwambia Mungu nakushukuru kwa sababu mpaka leo sikupata
Mungu wangu kuvunjika, kwa sababu bodaboda kuteleza, kuanguka hivi ni jambo la kawaida. Makovu ni jambo la kawaida, unaweza kawa na vikovu, yani mwenyewe na makovu ya kuungua tu na bomba la moto, zile ni kawaida kwa pikipiki. Lakini nataka niombe kitu kimoja. Baada ya hapo kuna sauti kanijia, nikaingia mtandaoni nikiwa na Facebook. Anatumia akaunti ya Apostle Matajiri. Kule Facebook kuna kijana mmoja, jamaa mmoja alivyoona mimi na posti sana mambo ya Mungu, akanifollow, akanitumia namba ya simu, akanambia namba hii nitakusaidia, utakaa vizuri katika mambo yako ya utumishi. Nikasema kumbe Mungu anataka kumrudisha kwenye utumishi. Ndugu mtangazaji, mwisho wa siku yule jamaa akafunguka, akasema mimi ni agent wa Freemason. Mimi ni agent wa Freemason. Kiukweli nikafika pale, nikawa nawasiliana naye kupitia Facebook, akanitumia namba ya simu, kanambia nataka tukutane Posta. Ukifika Posta mpya, sanamu la askari, wewe nitafute. Pale pale tu nitafute. Wakati huo naenda, ananiambia njoo na shilingi 36,600. 36,600. Ananiambia niende nayo. Sasa nafika pale. Siku hiyo nikapanda gari, ndugu mtangazaji. Nakumbuka kwenye simu na shilingi 35,000 na mkononi na shilingi 36,000 na 600 yangu nimeiweka pale. Ndugu mtangazaji, nikatoka zangu nikiwa maeneo ya Kibaha mpaka Posta. Sasa siku ambayo naenda nikapanda bwana mwendo kasi. Sasa mara ya kwanza kukanyaga Posta. Ujanja wangu Dar es Salaam nimezurura kote Kariakoo, lakini Posta sijakufika. Bwana najikuta Posta ya zamani, nikasubiri nisikie kituo kinaitwa Posta mpya. Kumbe unaweza kashuka Posta ya zamani alafu kaenda kule Posta mpya. Mimi nikajua kuna kituo kinaitwa Posta mpya. Mwisho wa siku kituo kinachofuata ni Kivukoni. Nikaingia mle ndani Kivukoni. Ndugu mtangazaji, nikajua sio mbaya, ngoja nirudi nyuma nitaulizia. Sasa akili yangu ikanituma niruke pale kwenye mwendo kasi, barabara mwendo kasi, nitembee. Ile nafika getini bwana, nikadakwa na askari. Wakaniambia wewe msojoe kila kitu, huyo tendo la kuruka 50,000, kutembea barabara mwendo kasi 50,000. Wewe kuziona njia zote ungeuliza. Ndugu mtangazaji, na shilingi 36,600. Nakumbuka nilikuwa na shilingi 36,600 na shilingi 5,000 ya nauli. Jamani, kujitetea. Na wakati huo sasa mama yangu pale ambaye naishi naye, yule mlezi tu pale wa kazi, sasa ni kama mama yangu mlezi. Nimemwambia wapi? Nimeenda kwetu Morogoro. Kuna viwanja, kuna mambo ya barabara. Kuna mambo ya barabara kwenda kusimamia mimi kama mtoto wa kike, maana mtoto wa kiume kuna masuala ya ruzuku kidogo zinatolewa, maana kule ni watoto wadogo zangu ni wa kike. Sasa nimekamatwa, nitampigia nani? Ndugu mtangazaji, kwa nini uliamua kumdanganya yule mama? Ili mdanganya, maana wewe nani unaweza kumwambia kwamba naenda kuonana na mtu wa Freemason akakubali? Hakuna. Ndugu mtangazaji, nilifika pale, wale askari wakaniambia una nini? Wakati huo sina simu. Nikategemea nikifika eneo lile niombe simu niwasiliane naye yule mtu. Nafika pale naomba simu, wale jamaa nampigia simu yule jamaa, samahani kaka, nimekamatwa nipo mwenye yule jamaa, akanizimia simu. Wakati yenda aliniambia niende pale.